Wateule TV. Haleluya. Tumsifu Yesu. Wapendwa watazamaji wote wa Wateule Beroya TV, kwa majina yako ni presenter HARRY Harry Mwarome. Leo hii tuko na exclusive interview. Tumeweza kumtembelea pale mtumishi wa Mungu anayeitwa Servant Charles Ongoro, ambaye tumeonelea vizuri sana, tumemsikia kwa mitandao akiwa anahubiri sana kuhusu injili ya kuchoma watu, na tukaonelea vizuri kama presenter tukaweze kumtembelea mtumishi Servant Charles Ongoro, tukaweze kumjua huyu mtumishi Servant Charles Ongoro basi ni nani. Watazamaji wote mnanitazama pale, naomba mkaweze kusubscribe katika channel hii ya Wateule TV Beroya. Tafadhali msikose kusubscribe ili tukaweze kuwa na interview hii exclusive. Basi kaeni hapo, msiondoke. Kama nilivyowaambia hapo awali ya kwamba tutaweza kuwa na exclusive interview, basi ndio leo hii tumefika katika jengo hii tukaweze kuonana na mtumishi Servant Charles Ongoro. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Apewe sifa tena. Amina. Basi tumefurahi sana kuja kutembelea. Ndio, karibu sana mtumishi. Amina, amina. Ndio. Nashukuru sana niko mahali hapa. Ndio. Yesu amenilinda. Karibu sana. Amina, amina. Basi watazamaji katika YouTube pale kidogo wamekuwa na maswali mawili matatu, na tukaonelea kama sisi kama Beroya team tukaweze kukutembelea ili tukaweze kujua na kuongea nawe mtumishi. Nafikiri utajali tukuuliza maswali mawili matatu ili tukaweze kufahamiana mambo kadhaa. Kwa jina la Yesu uko huru kuuliza maswali, kwa sababu maswali pia ni sehemu ya kujenga watu. Kuna watu wanafuatilia video zetu, na huenda ikawa na maswali moja mbili, na hata wewe pia presenter huenda ikawa na maswali. Mimi nakuruhusu uliza tu swali, na kwa jina la Yesu utapata majibu. Amina. Basi moja kwa moja watazamaji pale nje wangependa kujua, je, majina yako, kuelezea majina yako kamili, ulianza huduma hii lini, ili wakaweze kupata short story kuhusu wewe na huduma. Amina. Tumsifu Yesu watazamaji wote. Mimi kwa majina yangu najulikana kama mchungaji Charles Ongoro, na niko hapa Bombululu Beroya. Hapa sana sana huwa tunachambua maandiko, na pia mafunzo ya ndoa yamekuwa yakibobea, na hiyo ni neema imetoka kwa Yesu. Nimesomea shule ya Mtopanga Primary, nikaenda pale Hamisi High School. Subiri kidogo. Hii Mtopanga hii ambayo iko hapa Bamburi ama Mtopanga Primary iko hapo juu mlimani Bamburi hapo Anwarali hapo. Ndio nasikia Joe pia, mheshimiwa Joe alikuwa anasoma hapo. Sijui kama masomo pamoja naye. Labda mwaka mwingine, lakini hatukuwa pamoja. Yule mtu ambaye alikuwa mbele yangu ni Anania Mwaboza. Yeye ndio alikuwa mbele yangu, alikuwa mbunge. Anania Mwaboza alikuwa mbele yetu kidogo. Lakini Joe sikumuona. Ni sawa. Nilipotoka Hamisi High School nikaingia katika maisha, nikafanya kazi, lakini baadaye nikaamua kwamba maisha ni kuokoka, na nikawa nimeokoka wokovu wa dini kwa miaka mingi sana. Samahani kidogo, hapo katika kazi, je, ungeweza kujua yani, kwa sababu watazamaji wanauliza huyu kwani kabla aanze kuwa mtumishi alikuwa anafanya kazi gani? Amina. Mimi nilikuwa tour guide, na hata hivi leo naongea lugha ya Kijerumani na Kifaransa. Nimeenda sana mbugani Savo. Kuna watu wengi tu nimefanya nao kazi, wengine wakiona interview wanaweza kunikumbuka. Nimekuwa hizi area za Nyali, kuanzia White Sands Hotel, Voyager, inaitwa Bahari Beach, Mombasa Beach. Nimekuwa nikichukua wageni huko nikiwatembeza, na nashukuru Yesu kwa neema hii. Lakini ilifikia wakati nikaona ya kwamba hata kama unajua lugha, lakini muhimu ni Yesu. Na nimeona wenzangu wengi ambao wamekufa kwa anasa wakati tukiwa kazini, maana pesa zilikuwa nyingi kwa utalii. Lakini mimi nilipoamua kwamba ni Yesu, nikaamua pia kuacha kazi. Sasa nimeamua tu namtumikia Yesu. Hebu subiri kidogo. Hii watazamaji, hii yangu inakuwa ni ngumu kidogo, na sijui wengine. Unasikia eti mtumishi alisema aliacha kazi yake. Nafikiri watu wanajua kazi ya kufanya kazi ya kama tour guide, ile kazi iko na pesa. Hebu imagine wewe unaacha kazi ya tour guide kutembea na wazungu. Hii ni rahisi kweli? Lakini kwa sababu yeye anasema aliamua aache hiyo kazi. Hebu tuendelee kusikiza hivi interview tamu kabisa. Sababu ambazo zilinifanya niache kazi ni baada ya sasa kuanza full ministry. Nikawa siwezi kuondoka kanisani, maana mara umeondoka umeenda kazi, saa nyingine tunaenda mbugani 1 week ama siku 3-4. Na hapa kanisani kuna watu wanahitaji msaada wangu, labda kuombewa, kushauriwa.
Sasa kufunga mlango wa kanisa ya kwamba niko kazi, nikaona hiyo itakuwa ngumu kidogo, ila nikaomba Yesu anipe mwelekeo. Nikasema nitaridhika na sadaka zile nitapata, na hiyo itanitosha kwa maisha yangu. Kwa hiyo nimeamua ni kazi ya Yesu, na niko hapa Bumbululu Beroya. Amina, amina. Yes. Basi nafikiri mmepata pale, watazamaji mmeweza kumjua Addis kidogo, na bado tuko na maswali moto. Swali la tatu ambaye wangeweza wamenitext pale katika YouTube page yangu, wakaniuliza wangeweza kujua, je, katika huduma ulipokuwa umeanza huduma ulipokuwa umeanza, je, tueleze ni changamoto zipi ulipokuwa kabla uanze mpaka hapa umeweza kupata changamoto gani? Changamoto ziko tu nyingi, lakini kwanza nitaweza kusema kwamba niliingia kwa full ministry kuanza kufanya kazi ya Yesu katika roho na ukweli, wachana na mambo ya dini, maana wengi wanasema wameokoka lakini ni wokovu wa dini. Kufikia 2014 mwezi wa 12 tarehe 6 ndio niliamua sasa kuanza kazi ya Yesu rasmi, na ninaweza kusema nilikuwa chini ya mchungaji mmoja anaitwa Pastor Emmanuel, yuko hapa chini tu. Alafu kisha baadaye nikaondoka nikaenda sehemu za Kongoya Maweni, pia nikafanya kazi na mchungaji mmoja anaitwa Boaz. Mimi nilikuwa mwalimu wa lunch time, wengine wakiona interview hii wanaweza kunifahamu. Ndipo nikaja nikapatana sasa na mtumishi Makenzi akiwa Malindi, na ndipo tukaanza mahali hapa 2017. 2017 ndio tulianza mahali hapa, na kufikia hapo 2017 ndio niliamua kuacha kazi, na nikasema sasa wacha nimtumikie Yesu, na ninashukuru mpaka sasa tunasonga vizuri. Na changamoto zilizoko ni kwamba mahubiri yapo, lakini kuna mahubiri ambayo kama tuseme mahubiri ya ndoa, changamoto ipo kwa sababu mara nyingine ninapewa ujumbe wa wazi zaidi kuzungumzia mambo ya ndoa kwa ndani, lakini kuna watu katika kanisa ama katika kusanyiko hawapendezwi na hiyo, wanaona kwamba pengine nimekuwa wazi zaidi. Lakini Roho akinituma kitu siwezi kuacha kukifundisha, kwa sababu hata hao watoto ama vijana watafika siku moja katika hiyo hali na watajua kile kinaendelea. Kwa hiyo huwa nikipewa ujumbe, changamoto ni kwamba kuna malalamiko 1 2 3, haya ni mambo ya mwilini, haya ni mambo ya rohoni, lakini hapawezi kuwa na mwili pasipo roho. Kama kwa mfano mtu anasema mambo ya kitendo cha ndoa hayafai kusemwa kwa sababu hayo ni mambo ya mwilini, hayafai kufundishwa kanisani, basi mimi ningeomba warudi kwa roho, wazae watoto rohoni, alafu wawalete mwilini, kwa sababu ni jambo ambalo liko kawaida na ni lazima lifanyike mwilini. Kwa hiyo tukiregea rohoni, tuzae rohoni ndio tuje mwilini. Na Waswahili wanasema jambo moja, mficha tupu hazae. Lazima ukubali ule ukweli ndio upate kupona. Kwa hiyo mimi nafundisha mambo yote wazi. Kuna video zangu nyingi tu nimegusia mambo mengi wazi, na watu wanapona, na ninapata ujumbe kwamba hapo mchungaji umetufundisha vizuri. Kwa hiyo ninakuwa wazi, na ni changamoto. Changamoto nyingine ni kwamba wahubiri wengi wamekuwa waizi, na wengine wamekuwa hawaeleweki, na sasa inakuwa majina yetu, yani jina la uchungaji limeharibiwa, halina tena utukufu kama kitambo, kwa sababu utapata mchungaji yeye anakuambia tuma sadaka, topanda mbegu, mambo na kupakana mafuta, vunja madhabahu kwa 1000. Lakini Biblia yangu hainiambii kwamba kuna madhabahu inavunjwa na 1000. Madhabahu inavunjwa wakati umeokoka, ndio laana zote za ukoo inaisha. Sasa changamoto ni kwamba sote wachungaji tumechanganywa pamoja. Hauwezi jua mchungaji mzuri na mchungaji mbaya, ila ninawashauri tu wanaotazama video hii, angalia mtumishi anayekuhubiria na kile kinachotoka ndani yake. Mtumishi mzuri hajulikani kwa mali zake, bali mtumishi mzuri anajulikana kwa uzito wa neno linalotoka kinywani mwake. Je, ukiingia katika kusanyiko, huyo mtumishi atakuambia nini ndio upate kupona? Maana power is in the word. Neno ndio linaponyesha watu. Kwa hiyo mimi naona hizo ndizo baadhi ya changamoto, ingawaji ni nyingi tu. Pia changamoto ya kwamba washirika wanabadilika. Leo unakuwa na huyu, kesho ameenda, amekuja mwingine, na inakuwa pia ni changamoto. Huyu amekuja bado hajajua kile ambacho ulikuwa unafundisha, inakuwa pia ni changamoto. Lakini tunawalea tu pamoja, na nina imani kila mmoja anapata kitu. Amina. Basi nafikiri watazamaji mnapata mawili matatu kulingana na yale mtumishi ambaye anagusia.
ni mambo mazito sana ambayo ukikaa hapo kuna mambo mengi basi utaenda kujifundisha. Swali lingine ni kwamba watazamaji katika mtandao wa YouTube na sehemu zingine wamekuwa wakionelea sana sana unagusia haswa pale ulipoongea kuhusu ndoa. Kwa nini ndoa? Swali unauliza ni kwa nini ndoa? Sana sana ambaye wanaona watu wengi wamekuwa wakifollow katika video zako, tukiangalia sana sana umeposti nyingi, lakini sana sana watu wamekuwa wakibase sana sana katika ndoa. Wanauliza je, kwa nini haswa ndoa ndoa imekuwa na uzito mkubwa sana katika wafuasi wako wengi katika YouTube? Amina presenter. Tukifikia hapa kwa kueleza mambo ya ndoa kwa undani, ni kwamba nitaanza kwa kujitambulisha kwamba nimeoa, niko na mke mmoja na watoto 5, na tumekuwa katika ndoa nzuri tu. Na kilichonifanya mimi nifundishe sana mambo ya ndoa ilianza kitambo, haswa nilipokuwa secondary school. Tulikuwa kama vijana tunaongea story, nikaja nikaona yale mambo yana umuhimu, na sikuwahi kuona yakifundishwa hata makanisani, lakini nilipokuja kusoma Biblia nikayapata pale ndani. Hasa kitu kinaitwa romance, alafu na usafi. Haswa juzi tu nimefunuliwa ujumbe wa usafi wa kinywa, yani usafi wa mdomo. Mwanamke au mwanamume asipopiga mswaki ama asiposafisha ulimi wake atanuka akiwa na mwenzake. Sasa hii inazuia upendo kuzidi. Sasa ndiyo maana huwa napenda kila mmoja awe msafi, alafu akishakuwa msafi, zote ziko kwa Biblia. Wimbo ulio bora imezungumzia hiyo. Wimbo ulio bora 4 mstari wa 5 inasema busu na akubusu kwa kinywa chake. Sasa ikiwa mimi nitambusu mke wangu kwa kinywa changu na mimi sijapiga mswaki wiki nzima, sukuma ya last week iko hapa kwenye meno, huyo mke wangu atanikubalia? Sasa hizi ndizo changamoto za ndoa ambazo watu wanapata. Unakuta mama anaishi na mume na hampendi, amemchukia kwa sababu hana usafi. Sasa ukifanya usafi wote, alafu uje uanze romance nzuri na mke wako, hakuna siku mke wako atatafuta mtu mwingine nje, ama wewe utapata mtu mwingine nje. Lakini watu wanasema tumeokoka, basi sasa wokovu wamejiachilia. Haiwezekani. Lazima tuwe wasafi, na katika kuwa wasafi tufanye pia kitendo cha ndoa vizuri. Alafu pia kuna changamoto nyingine katika ndoa. Kwa mfano, mchungaji kama mimi ninaingilia katika wokovu na ninasahau familia yangu. Yaani kwa mfano niko kwa maombi kwa kama siku 7, nikimaliza nimeingia tena siku 4, na huyu mke wangu ananihitaji. Sasa mke wangu akiniuliza, namwambia niko mlimani. Wacha nikwambie, hata mchungaji pia anafanya kitendo cha ndoa, na kikikosekana ndoa ya mchungaji itavunjika. Kwa hiyo kitendo cha ndoa ni lazima kwa wote, na hiyo ndio imeunganisha ndoa. Lakini wengi wamezembea katika hali hiyo, na unakuta sasa mke wa mchungaji pengine mchungaji yuko milimani karibu mwezi mzima. Unaona mke wa mchungaji anaanza kuwa msherati. Sasa ningeweza kuuliza swali kidogo. Kwa hivyo unamaanisha yani mtu anapokuwa kwa mfano kama kwa mchungaji anakuwa katika maombi ya kufunga na mkewe maybe kama haiko katika maombi, je, hakuna ubaya wote wanapojamiana katika tendo la ndoa? Mtumishi, hilo swali ni zito kidogo. Lakini ukweli ndio huu ninaokuambia. Hakuna dhambi yoyote kwa mtu yoyote kulala na mke wake, maana ameruhusiwa kufanya kitendo cha ndoa na mke wake, si sawa? Lakini kuna hekima pale. Hekima yenyewe ni kwamba wakati umefunga huna nguvu. Sasa wewe mwenyewe kwa ile hekima utawacha kwa vile huna nguvu. Lakini hata ukifanya hakuna lolote, maana yule ni mke wako na mmekuwa mwili mmoja. Je, wewe unaweza kuogopa mwili wako ambao mmekuwa mwili mmoja? Haiwezekani. Lakini hekima ipo inayotumiwa ya kwamba wakati ule aidha yeye hana nguvu na wewe huna nguvu, na kile kitendo hakitafanyika kwa njia ya sawa. Lakini kama una nguvu, hata ukifanya si dhambi, maana mmekuwa mwili mmoja. Si sawa? Kuna utakatifu wa dini ambao huwa wanaweka sana mambo kama haya, ya kwamba ikiwa umefunga hata usigusane na mke wako, ama mke wako asikuguse. Na pia ikiwa uko kwa period, unaambiwa huwezi kuhudumu madhabahuni. Hayo ni mambo ya dini tu. Lakini ile damu inayotoka pale ni natural, kwani wewe umejisababishia, si imekuja yenyewe. Ukipangiwa kuhudumu, hudumu vile ulivyo, maana Yesu hata kubagua. Kwa hiyo misingi kama hiyo iko sana kwa dini. Lakini sisi wateule huwa hatuna mambo mengi. Tunajua damu ya Yesu ilitutakasa na tuko sawa. Asante sana. Basi kwa maneno mawili matatu kwa sababu ya muda, ningependa basi tumalizie na maswali haya mawili.
umekuwa na muda gani katika huduma uweze kulia, alafu na pia ningeweza uwapatie ushauri ama mausia kwa wale watu wote ambao wako katika ndoa, kwa sababu ukweli ni kwamba hayo mambo mawili nimeyagusia, mambo ya ndoa. Kuna watu wanapitia hali ngumu kwa nje za ndoa, na hata ikiwezekana ingekuwa ni vizuri pia ungekuwa unazidi kuwafundisha wale mandugu na dada, kila wakati uzidi kuwafundisha mawili matatu, kwa sababu wako na changamoto nyingi. Unaona watu wamevaa vizuri katika nyumba, lakini wanapotoka kuna watu mambo mengi sana katika nyumba wamekosana. Basi leo hii kupitia na maswali haya mawili matatu wamependa ukaweze kuwapatia ushauri na kabisa uwajulishe umekuwa katika huduma kwa muda gani hadi sasa. Na pia uweze kuwapatia ushauri ama usia ya jinsi ya kuishi katika ndoa. Amina, asante presenter. Mimi nimekuwa katika huduma full ministry tangu 2017, ndio nimekuwa mchungaji full, na kuanzia hapo ninasonga na kazi ya Yesu na ninaona Yesu anatenda. Uokovu hauendi na ujuzi, kwamba umekuokoka miaka mingi ndio una ujuzi wa kuokoka. Kuna mtu ameweza kuwa ameokoka miaka 30 na hata kusimama mbele ya kanisa na kuomba, hata kuombea sadaka hawezi. Kwa hivyo uokovu hauna ujuzi, inategemea unamtafuta Yesu kwa viwango gani. Kwa hiyo ukijitolea katika utakatifu kwa Yesu, basi Yesu atakuinua kwa viwango vyovyote. Naweza kusema hivi kwa upande wa ndoa ni kwamba ukijipenda utapendeza, na ukipendeza utapendwa. Sasa kama mwanamke ukijipenda wewe mwenyewe, mume wako atakupenda, nawe utapendeza kwa watu wote. Lakini wengi huwa hawajui hiyo. Hasa ushauri kwa wamama ambao wako single ama wanatafuta kuolewa. Huyu mama anatafuta mume aliyeasilia, yani real husband, na yeye mwenyewe sio real. Ukiangalia kucha amebandika, mdomo amepaka rangi, nywele ni za kufunga, si sawa? Ni hiyo manyasi na miaa, na huku anatafuta mwanamume real. Utapata wapi mwanamume real na wewe mwenyewe ni feki? Si uanze kuacha hizi kwanza ndio upate kitu real. Ukitaka kitu asilia ni wewe mwenyewe uwe asili. Wamama wengi na wasingle mothers watatafuta waume sana mpaka siku watajikubali kwamba wao watakaa asilia ndio wapate mwanamume mzuri. Nikimalizia naweza kusema ya kwamba katika ndoa ina changamoto nyingi na inahitaji kuheshimiana. Haswa nitazungumzia kwa upande wa sisi wanaume. Mwanamume ukitaka nyumba yako isimame vizuri na mke wako wa kuheshimu, kwanza ni lazima umheshimu mke wako. Kitu cha kwanza mheshimu tu mke wako. Kwa sababu gani? Ukitaka kumbadilisha mtu ni lazima wewe mwenyewe uanze kubadilika kwanza. Kama kwa mfano mimi mke wangu ananisumbua, nisipobadilika mimi nikashuka na nikaanza kunyenyekea, yeye hatabadilika. Lakini nikiwa nitabadilika na kunyenyekea, yeye atabadilika. Sasa ndio nasema hivi, katika ndoa wewe mzee ukitaka mke wako change, kama ana tabia zisizoeleweka, anza kubadilika na kumpenda. Na mwanamke naye akitaka mume wake abadilike, ni aanze kumpenda. Kuna story moja ilikuwa inasema ya kwamba mzee mmoja alikuwa ni msherati na ana mpango wa kando. Sasa mke wake aliye na hekima, mwanamke aliyeokoka na alikuwa na hekima, akagundua mume wake ana mpango wa kando mahali. Hakuteta na mume wake, bali mume wake alipotoka nyumbani amemaliza siku 2 hajarudi, yule mama akapiga nguo pasi vizuri, alafu akaenda kabisha kwa mpango wa kando. Mume wake na alipotoka akamwambia, nguo zako za siku 2 hizi vaa, na anampelekea kwa nyumba ya mpango wa kando. Je, wamama wa leo wanaweza? Sasa yule mzee akajifikiria akasema, kama mke wangu anajua mimi niko na huyu mwanamke na amepiga nguo zangu pasi ameniletea, acha nirudi nyumbani, na ndoa ikapona. Lakini huyu mama angeanza vita, kweli ingepona? Methali inatuambia kwamba ukipata mume umepata kitu chema, na ukipata kitu chema basi utakuwa na baraka, na wewe mwenyewe utapata kibali mbele za Bwana. Hivi ndugu yangu presenter, kama humheshimu mke wako utapata kibali. Hata ukitoka kutafuta utakuwa unakosa, na mke wako naye asipokuheshimu nyumba itakuwa na vita. Kwa hiyo nashauri wanandoa wote waheshimiane. Mume heshimu mke wako na mke heshimu mume wako, kwa sababu mwanamume akisema yeye ni kichwa ndio kila kitu, aanze kutawala nyumba itaporomoka. Tukirudi kwa mambo ya kitendo cha ndoa, kitendo cha ndoa kizuri ni kile kinafanywa katika upendo, sio geuka huku. Watu wengi ni geuka huku. Geuka huku. Sasa geuka huku mpaka lini?
Ni lazima kuwe na mgusano na upendo wa sawa, na mwanamke akiridhika, basi nyumba imepona. Nashukuru presenter, mengi nitafunua kwa video ijayo. Utanipata kwa video ijayo. Barikiwa sana. Nashukuru sana kwa kutembelea, na acha Yesu akubariki zaidi. Tutakutembelea bado. Hizi interviews zinazidi kukuja kila mara. Tutakufuata ili kwa sababu tumeona kuna mambo mengi sana. Kweli tunahitaji kufundishwa. Mambo ni mengi. Basi hii si interview ya mwisho. Tutakufuata na ili waweze kutupatia katika mafunzo hapa na hapa, kila kipindi hata Yesu kaweze kutufundisha ili wengine pale nje basi wakaweze kujifunza mambo matatu. Amina. Asante. Basi watazamaji wapendwa, mimi ni presenter wako Harry Mwarome, na tumekuwa na exclusive interview leo. Nafikiri mmejifundisha hapo mawili matatu kutoka kwa mtumishi Servant Charles Ongoro. Basi watazamaji, mali ulipo, ningeweza kupenda mkaweze kusubscribe katika channel hii, na kuna kibela hapo mkaweze kuclick ili mkaweze kupata video zetu kila tunapoachilia video zetu. Basi mbarikiwe sana na Yesu awatangulie. Asante sana. Amen. Yesu wapendwa, salimiana juu ya hewa. Basi leo hii pia nashukuru kwa wote, hasa niko na ushuhuda kwa jambo fulani Yesu pia amenitendea. Kabla niseme majina yangu, namrudishia sifa na shukurani Yesu wa milele kwa kunipigania kwa kila jambo. Hakika hapo nyuma, wiki zimepita, mke wangu alikuwa hajisi vizuri na imekuwa kipitia hali ngumu, lakini kwa ajili ya maombi yenu pamoja watumishi waliposhikana kuja nyumbani, hakika leo hii yuko mzima. Nashukuru Yesu kwa atoe sifa na shukurani. Yesu apende mwaminifu. Basi kwa majina naitwa ndugu Harry, nami nimeoa, niko na mke mmoja na watoto 4. Na ninashukuru Yesu kwa maana amekuwa mwaminifu. Nami kwa sababu ya sifa zake ningeomba basi tuungane kwa nyimbo moja tu. Sawa? Inaenda hivi. Na utinetine rero Yesu agamala, na utinetine rero Yesu agamala, na utinetine rero Yesu agamala, na utinetine rero Yesu agamala. Hebu kidogo, simama kidogo. Tumpatie Yesu sifa na shukrani jamani. Hata kama hujui kimejekea na sijui vizuri, lakini kidogo tu. Endelea. Na utinetine rero Yesu agamala, 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 oh na utinetine rero Yesu agamala, na utinetine rero Yesu agamala, na utinetine rero Yesu agamala. Haleluya! Makofi kwa Yesu. Makofi. Nika upanga wako urohokate. Nika upanga wako urohokate. Nika upanga wako urohokate. Nika upanga wako urohokate. Neno la Bwana Yesu nalo ni tamu. Neno la Bwana Yesu nalo ni tamu. Neno la Bwana Yesu nalo ni tamu. Nalo ni tamu. Neno la Bwana Yesu nalo ni tamu sana. Wapi makofi na vigelegele? Usinirete